shida gani. Shida iliyokuwa inazungumziwa Romain Folz ilikuwa ni kocha ambaye aendani na mfumo wa Yanga, walikuwa namlalamikia. Maana yake ni nini? Ni kwamba kocha ambaye alitakiwa kufuata mara baada ya Romain Folz alitakiwa ni yule kocha ambaye anaendana na mfumo nani wa Yanga. Alienda kumchukua kocha ambaye haendani tena na mfumo wa Yanga. Ni nani alienda kumsajili? Hayo ni maswali lazima ujiulize. Na wakati unajiuliza maswali, wakati unamuondoa Pedro Gonçalves, je, huyu ambaye aliyemleta Pedro Gonçalves wanamuuza maswali ya aina gani wana Yanga? Umeelewa? Lakini huyu Pedro Gonçalves ambaye anaondolewa akiwa kwanza unbeaten kwenye ligi. Anaondolewa, kitu ambacho kinamuondoa zaidi ni mchezo ambao yeye kashinda. Anaondolewa ni kwa sababu wachezaji ambao wapo wanaonekana sio bora, wanakataliwa. Tumeona Jamel alikuwa anaingia uwanjani, wanamzomea, si ndio? Buba. Kuna mtu nimemuona kabisa anafanya hivi. Sasa hebu tujiulize, sababu ya kumondoa Pedro Gonçalves ilikuwa ni nini? Kumfukuza. Mchezo umeshinda, unamfukuza. Je, ni matokeo ya nyuma? Tunakumbuka kwanza amekaa miezi 6 tu mpaka dakika hii hajafungwa. Mechi iliyopita kuna matukio iliyopita itakiwa ndio ilikuwa mechi gani ile? Ilikuwa ni Mbeya mechi dhidi ya TRA. Mpaka wakaweka kikao kwa ajili ya kuangalia thamani yake. Ilikuwa mechi ya mwisho ya mzunguko wa kwanza, tathmini. Yes, ile tathmini. Wakamletea kocha msaidizi kuja kumkagua. Hoja ambayo ilitoka pale, hoja ambayo ilitoka pale. Sawa. Hoja ambayo ilitoka pale ni kwamba ni kocha ambaye aendani na mfumo wa Yanga. Umeelewa? Sasa watu wasiende mbali sana kutafuta kocha kwamba alikuwa atoshi. Yule ambaye atoshi, ambaye alienda kumsajili nani? Maana kiona zungumzia kiongozi. Sijakwambia kiongozi. Sasa akasajili kiongozi gani ndo? No, mimi najua. Alienda kumsajili, aliyekwenda kumwajiri Pedro Gonçalves. Ndiye ambaye anatakiwa kuwajibika kwanza kabla Pedro mwenyewe. Usizunguke mbuyu Lugano. Viongozi wa Young Africans ndio wamemeta Pedro. Sasa ngoja nikwambie, alikuja kuzungumza vizuri. Subiri kwanza. Kama ni S side basi ndio hivyo kama unavyosema, lakini Alikama alitoka kwanza, alisema kwamba wanatamani Injia Side arudi kwa ajili ya kwenda kufanya nini zile sajili ambazo alikuwa anazifanya mara ya kwanza. Maana yake sasa hivi hajafanya na nani na Engineer Side. Si unanielewa vizuri? Sasa kwa watu ambao tulikuwa tunamshuhudia kila matokeo analolifanya analisimamia yeye, ile kauli tulikaa kimya, tukasema kwa sababu ofisi ndio imezungumza. Kwa maana yake Alikamwe anamjua mtu ambaye anatakiwa awajibike kwenye ile eneo.